Leo tunaenda kujifunza ujumbe kuhusu God shall remember you. Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atakukumbuka. Haya sio maneno ya mwanadamu, ni neno la Mungu, na unajua Mungu waga anafuatilia maisha ya mtu. Mungu anampenda kila mmoja. Kwa Mungu anaposema atakukumbuka, waweza kuangalia hali yako ya sasa hivi uone kama hakuna dalili ya kukumbukwa kwa sababu ya yale unapitia. Lakini leo tunaenda kujifunza ya kwamba Mungu atakukumbuka. Wakati mwingine waga tunatamani sana Mungu atukumbuke kwa siku moja. Wakati mwingine tunatarajia Mungu wiki. Wakati mwingine tunatarajia Mungu mwezi. Wakati mwingine tunamtarajia mwaka. Lakini kitu kimoja wapendwa, nimekuja kukwambia usivunjike moyo, kwa sababu God shall remember you. Ipo siku ambayo Mungu atakuonekania kwa maisha haya. Hilo jambo ambalo linakusumbua litafika mwisho. Haleluya. Haleluya. Iko mahali itafika mwisho. Nataka tusome kwenye kitabu cha 1 Samuel chapter 1. Tutaanzia verse 1 hapa. Nitasoma kwa ufupi na ni ujumbe mrefu sana, kwa hiyo nitasoma maneno fulani na mengine sitasoma, lakini ukipata nafasi, utapata nafasi, create nafasi, soma, utaelewa kitu. That is 1 Samuel chapter 1 verse 1. Inasema hivi: palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Ephraim. Jina lake aliitwa Elikana mwana wa Elu mwana wa Tou mwana wa Sufu Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili. Naomba sikiliza tu tunaposoma. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja aliitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Nataka umaki hiyo. Tunaongea kuhusu mtu ambaye anaitwa Elikana. Alikuwa na wake wawili, ambaye mke wake mmoja alikuwa anaitwa Hana na mwingine anaitwa Penina. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana alikuwa hana watoto. Tunaendelea. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka. Nataka uangalie neno mwaka kwa mwaka. Mtu huyu ni nani? Elikana pamoja na Hana alikuwa akikwea mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Shilo ni sehemu ya kuabudu. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finas, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Mstari wa 4. Hata siku ile alipofika Elikana, alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina, sehemu akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Nataka usikilize hapo. Bwana alikuwa amemfunga tumbo, sio shetani. Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mstari wa 6 inasema, ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Kwa hivyo mwenzake ni nani? Ni Penina. Alikuwa anamcheka Hana, anamdharau kwa sababu Penina alikuwa na watoto na Hana hakuwa na mtoto. Kwa hiyo Penina alikuwa anamcheka Hana kwa sababu hana mtoto. Inasema hivi, mstari wa 7, tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza basi. Kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Mstari wa 8, Elikana mumewe akamwambia Hana, unalia nini? Kwa nini hauli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Na maliza na mstari wa 9. Ndipo Hana akainuka walipokusha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niishie hapo mstari wa 9. Naona umeelewa tunaongea kuhusu Hana. Nimekwambia Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atakukumbuka. Wapendwa, kuna mahali katika maisha haya waga tunapitia hali, inafika mahali tunaona kama Mungu ametusahau.
Kuna mahali waga unafika, unapitia hali kwa maisha, unaona kama Mungu amenisahau. Sina hii, nahitaji hii, sijafanikiwa kimaisha, Mungu amenisahau. Sina pesa, Mungu amenisahau. Sina mume, Mungu amenisahau. Sina watoto, Mungu amenisahau. Sina jamii, Mungu amenisahau. Hiyo ni kawaida ya kila mwanadamu, hata awe ni nani. Wapendwa, kuna mahali waga nafika, anaona kama ameshaulika kwa sababu yuko katika mwili. Ndio maana wapendwa, unaona hata Yesu alipokuwa msalabani akalia akasema, Eloi Eloi lama sabachthani, inasema Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa sababu katika mwili Yesu ilikuwa ni kama ameachwa kwa sababu ya hali aliyokuwa anapitia. Lakini hali aliyokuwa anapitia hakuwa ameachwa, ilikuwa ni utukufu wa Mungu huko katika maisha yake. Wapendwa, sikiliza, wakati waweza pitia hali katika hii maisha na watu wote wakusahau, watu wa kwenu wakutenge, kila mtu akudharau, sauti yako ikose kusikika, wapendwa, ni kawaida, kwa sababu wanadamu wakati una matatizo lazima wakutenge. Sasa hapa tunamuona mtu mmoja, wapendwa, ambaye alikuwa anaitwa nani? Elikana. Alikuwa na wake wawili. Hiyo sitaki kuongelea sana kuhusu wake wawili. Najua kuna mtu anasema yes ni wake wawili. Sitaki kwenda sana hapo kwa sababu hiyo ni sehemu nyingine ya mafundisho. Mungu alimuumba Adam na Eve, lakini nitakwambia kwa nini enzi zile watu walikuwa wanao watu wake wengi tu vyovyote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ujumbe nitafundisha siku nyingine, lakini nitataka niongee sana kuhusu Penina na Hana ili tuone hali ambayo Hana alikuwa nayo. Wapendwa, angalia, Elikana akiwa na wake wawili, mmoja alikuwa anaitwa Penina, mwingine anaitwa Hana. Hebu sikiliza wapendwa, Penina alikuwa na watoto. Sio jambo zuri fulani alikuwa amefanya ili awe na watoto. Wakati mwingine kwa maisha tuajiangalia, tuajidharau, kwa sababu tunapoangalia wengine tunaona they are better than us. Wao wako na kazi, mimi sina kazi. Maisha yao ni mazuri, yangu ni mabaya. Wao wana watoto, mimi sina watoto. Kawaida ya mwanadamu waga anapenda kujikompea. Ndio maana unaona wapendwa, hata unapofanya chochote kwa maisha, unapofanya biashara, watu wengi waga pia wanafuatilia waone mbona biashara ya mwingine iko nzuri kuliko yangu. Sasa kila mtu anataka kwake chake kiwe kizuri zaidi. Ni kawaida. Kila mtu utaka maisha yake, hatima yake iwe nzuri. Hakuna mtu upenda kuwa maskini, hakuna mtu upenda kupungukiwa, hakuna mtu upenda kuishi kwa shida. Sasa lakini ni hali ambayo waga inakuja kwa maisha, wapendwa. Angalia Penina, tunapoona Penina hakuwa na sehemu yoyote ya Mungu. Sasa tunaona Penina alikuwa ni mtu ambaye yeye anamcheka mwenzake. Hiyo inatosha kukwambia hakuwa na Mungu. Sababu mtu anapokuwa na Mungu hawezi kumcheka mwenzake, hawezi kushangilia wakati mwenzake anapitia shida. Penina alikuwa anamcheka Hana kwa sababu Hana hakuwa na mtoto. Tunaona Hana alikuwa ni mtu mcha Mungu, mtu anamuogopa Mungu, lakini wapendwa, alikuwa anapitia hali, na ile hali aliyokuwa anapitia alikuwa amefungwa tumbo, na yule alikuwa amemfunga tumbo, wapendwa, sio shetani. Mara nyingi kwa maisha tunaonaga shetani. Ndio maana watu wengi wanakimbilia deliverance, watolewe mapepo. Wapendwa, kwa sababu umekosa kazi haimaanishi kuna mapepo. Wapendwa, kwa sababu hauna watoto haimaanishi ulirogwa. Kwa sababu umepungukiwa haimaanishi kuna mrogi alikuendea. Naomba unisikilize vizuri. Watu wengi waga wanafananisha mambo mabaya na shetani peke yake. Watu wengi waga wanafananisha hali zao na shetani. Unaona watu wanataja sana shetani zaidi ya Mungu. Hebu sikiliza, huyu tunaona hapa ni Hana. Ni mtu ambaye alikuwa anamuogopa Mungu. Wapendwa, mwaka na mwaka Hana angepanda kwenda kumwabudu Mungu. Kama vile kila siku uko hapa unatafuta uso wa Mungu na hauna kazi. Wapendwa, uko hapa unatafuta uso wa Mungu na mambo yako si ati yako sawa, lakini hiyo haijakuzuia usikilize sauti ya Mungu. Hiyo ndio ilikuwa hali ya Hana. Lakini Penina hakuwa anaenda kanisani, hakuwa anaabudu, hakuwa na lolote, lakini alikuwa na watoto. Ndio maana wakati mwingine waga unajiuliza, unaangalia hata watu ambao wanaishi duniani, watu ambao wanafanya ulevi, watu ambao wanaishi kwenye anasa, unajiuliza mbona hawa watu wana pesa, mbona biashara zao zinafanya vizuri? Kwani ni nini walifanya ambacho sikufanya? Ni nini wako nacho? Kwani mimi nimelaaniwa? Kwa sababu unajifananisha.
Sikiliza wapendwa, tunaongea kuhusu Penina. Penina alikuwa na watoto. Wapendwa, unaweza kuona watu wengine they are very wicked people, ni watu waovu na wabaya, lakini ukiangalia mali waliozonazo ni mali nyingi sana. Ukiangalia kazi wako nayo, hata ukitaka pesa wanaweza kukukopesha, and they are very wicked, they are very bad people. Ni watu wana roho mbaya sana. Na kuambia kuhusu maisha ya sasa, ili usije ukajidharau, usije ukaona kama Mungu amekusahau kwa sababu unateseka. Wapendwa, hali zinakujaga kwa maisha. Hebu jiulize, Penina ni nini alifanya na akawa na watoto? Na Mungu hakuwa amemfunga Penina. Mbona Mungu alifunga Hana na hakufunga Penina? Kuna maswali huwezi kujibu. Kwa nini wengine wamefanikiwa na mimi sijafanikiwa? Hayo ndio maswali huwezi kujibu kwa haya maisha. Mtu asikudanganye, nitakuombea maombi ya mafanikio. Hakuna maombi ya mafanikio. Sikiliza wapendwa, Penina hakuna jambo alikuwa amefanya. Kwa hivyo kumbe ni swala linasumbuaga watu wote. Watu wako kanisani, watu pia wasio kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, waweza kuwa wapendwa bado hujajuana na Mungu. Maisha yako yamevurugika, ni mabaya. Naongea kuhusu dunia hii tuko. Utaanza kufikiria ulirogwa. Kuna mwingine yuko kanisani, anasema mimi naombanga, nimekuwa naomba Mungu, nimekuwa natafuta Mungu, lakini sina kazi. Nimekuwa na ngoja huyu Mungu mpaka nimechoka. Shauri yako, ngoja nikupe mwangaza ili ujue wapendwa. Sikiliza, tunaongea kuhusu Hana na Penina. Mungu anaongelea kuhusu Hana na Penina kwa sababu katika haya maisha kila mmoja ni either Hana ama ni Penina. Those are two characters. Sijui uko wapi. Kuna watu waka wanashangilia wakati unapitia shida. Wanasema yes, kalikuwa kanajifanya, sasa kako wapi? Kalipoteza kazi, biashara yake iliisha, jamii yake iliisha. Yes, they are so happy. Penina wapo ambao wanafurahi upo chini. Usidanganye, wako mapenina wako kati ya jamii yako, kati ya marafiki zako, pale ulipo kazini. Penina wako ambao wanasema wacha leo amepatikana, leo boss anamfuta kazi, leo tutaona. Wameanza kukorofishana na mke wake, wacha tuone afadhali, sasa watapigana. Hiyo jamii imeisha. Penina wako. Sasa hivyo ndio Hana. Penina alikuwa anamcheka. Penina alikuwa anamcheka Hana. Anaona haka kama mtu kanajifanyanga kanaenda kuabudu Mungu na kana watoto. Mimi hata siendangi kanisani, na niko na watoto. Hana kana watoto, kama mtu kanajifanyanga kanatafuta Mungu na akana pesa, hata akana kazi. Kuna watu wako hivyo. Hata familia yake iliisha. Wewe unaona hata fea kanaombanga, kanajifanyanga. Kuna watu mapenina wamejaa. Sasa Hana alikuwa most of the time anasikia hayo maneno, yanamuumiza, anakuwa na uchungu, anaumia. Najua kuna watu wamewahi kusikia maneno kama hayo kwa jamii zao, kwa marafiki zao, mioyo yao ikaumia mpaka ulijitenga na watu wa kwenu kwa sababu umesikia maneno mpaka utaki kusikia tena. Wapendwa, ulijitenga na marafiki mpaka unakanga kama mtu hana mtu. Hivyo ndio ilikuwa kwa Hana. Lakini wapendwa, ngoja nikwambie, kuna siri moja Hana alikuwa nayo. Biblia inasema mwaka baada ya mwaka na mwaka Hana alikuwa anamwabudu Mungu. Mpe Yesu makofi. Hana hakuchoka kwenda kumwabudu Mungu. Wapendwa, Biblia haisemi siku baada ya siku. Biblia haisemi wiki baada ya wiki. Biblia inasema mwaka hata mwaka. Kwa hiyo Penina alikuwa anaenda kwa Mungu na mashida zake. Hana mtoto lakini anaenda kwa Mungu. Wapendwa, hajafanikiwa lakini bado anaenda kwa Mungu. Penina alikuwa yuko pale tu anacheka. Ana watoto wake tu anacheka. Anacheka Penina. Kaangalia hakana kitu. Hebu angalia uone haya maisha nikwambie. Wapendwa, unaposikia kila saa uaga nakwambia msaada wako hauko kwa mchungaji. Msaada wako hauko kanisani. Ni kati ya wewe na Mungu. Wapendwa, si ati waga na dharau watu wa Mungu. Mimi siwezi kujidharau. Hata mimi ni mtumishi, lakini najua kwamba msaada wangu siwezi kukupa wewe. Siwezi kukusaidia kwenye usikiliza mahali ambapo Hana alikuwa anaenda. Si ati ya kukuwa na kuhani, si ati ya kukuwa na mchungaji. Hapana, mtumishi wa Mungu alikuwa pale. Anaitwa Eli. Alikuwa amekaa pale tu. Wapendwa, sikiliza, alikuwa amekaa pale, lakini Hana alikuwa anajipeleka kwa uwepo wa Mungu. Hana alikuwa anaenda kila saa, anamlilia
Mungu, anamuomba Mungu, Mungu sina mtoto, Mungu nisaidie nipate mtoto. Analia, anamwambia Mungu. Kizazi cha sasa watu ni wadhaifu. Watu wa sasa wengi ni wadhaifu. Hawana imani kwa Mungu. Wanategemea mapasta, wana blame mapasta, wanalaumu makanisa, wanalaumu ushirika. Wapendwa, ngoja nikwambie, kuna mahali nilikuwa nafundisha, naambia watu, sikiliza, hakuna kanisa dunia mzima ambayo ni kanisa perfect than you. Ndio maana unaona hata Yesu Kristo, ukisoma the book of Revelation, sikiliza, the book of Revelation, ndio maana ukiwa muhama kanisa, wapendwa, utahama makanisa na maisha yako yatabaki pale pale. Yesu Kristo, the book of Revelation, anaongelea kuhusu 7 churches, na yale makanisa 7 yote anayoyaongelea, yote yana udhaifu. Unashinda hapo sema kanisa yetu, kanisa yangu, dini yangu. Yesu anaongelea makanisa 7, the 7 churches, na yote yana udhaifu. Anawaambia msipotubu hapa, msipotubu. Yote alikuwa na shida. Wengine wanasema ikienda kanisani watu wanisaidii, pastor anioni, watu wananichukia, watu wanadharau. Kila mahali utaenda lazima uchukiwe, kwa sababu wapendwa, lazima ushinde ile roho. Mpe Yesu makofi. Lazima ushinde hiyo roho ya kujidharau. Sikiliza, lazima ushinde ndani yako. Sasa angalia, Hana pamoja na ile hali alikuwa nao na udhaifu alikuwa nao, kila saa alijua siri ya kwenda kumtafuta Mungu. Anasema ndamtafuta Mungu. Akaweka agano na Mungu. Imagine, hamna mtu amemwambia wacha hii kizazi ya leo. Wanaambiwa weka agano ya 10,000. Hana kwenda kusimamisha madhabahu ya pesa. Hana aliweka agano ndani ya moyo wake, kwa sababu agano huaga linafanyika ndani ya moyo wa mtu. Agano lolote ambalo unaambiwa weka agano kwa kutumia dhabihu, hiyo sio agano. Agano ni uamuzi ambao unafanya ndani ya moyo, kati ya wewe na Mungu. Hata watu hawajui. Mpe Yesu makofi. Mchungaji hajui, washirika hawajui, watu wote hawajui. Tunaongea kuhusu agano. Hacha ile watu wanafanya, hati weka agano na dhabihu ya shilingi 1,000. Weka hizo, si agano. Hiyo ni mchezo, si agano. Hana akaweka agano. Na unajua agano aliweka ni nini? Akamwambia Mungu hivi, Mungu, naomba usikilize maombi yangu. Tafadhali nisikilize. Naomba unipe mtoto. Na huyu mtoto wa Ana was specific kile anataka. Alijua kile anataka. Wapendwa, sikiliza. Kwa haya maisha, hitaji lolote ambalo unahitaji, Mungu waga anajua. Kile kinafanya Mungu atimize, nisikilize, Mungu atimize. Angalia, kwa muda wote Mungu alijua hana mtoto, lakini Mungu hakumpa mtoto. Nisikilize vizuri. Na yule alikuwa amemfunga ni sio shetani, ni Mungu mwenyewe. Kwa nini Mungu alikuwa amemfunga? Wakati mwingine wakati tunaona mambo yanaenda vibaya, wapendwa, tunasema tu ni shetani. Lakini ngoja nikwambie, Mungu anaweza kufunga mambo yako ili umkumbuke. Mpe Yesu makofi. Mungu anaweza funga biashara yako ili umkumbuke. Kwa sababu mwanadamu anapopitia challenge kwa haya maisha, kila mtu, hata awe mwizi, anaitanga Mungu. Akifika mahali amesaraundiwa, anapigwa, anaona kufa, anasemanga woi, Mungu niokoe. Mungu, ndio maana unaona mwizi msalabani, the last thing alisema Mungu nisaidie. Lakini wapendwa, Mungu nisaidie inatakiwa kuwa the first thing in your life. Mpe Yesu makofi. Sio wakati wa shida. Lakini Mungu ni wa rehema. Sikiliza wapendwa. Sasa Hana yani Mungu ni wa ajabu. Sasa hana mtoto. Akaweka nadhiri na Mungu. Anamwambia Mungu, ninakuomba unipe mtoto wa kiume. Aliitisha kile kitu anataka kwa Mungu. Mungu, nipe mtoto wa kiume. Alijua kile anataka. Wewe unaweza kuwa wapendwa unahitaji. Sikiliza. Kwa Mungu hakuna kitu akiwezekani. Mpe Yesu makofi. Hakuna hiyo kazi unahitaji yawezekana. Mke wa ile aina unataka waweza pata. Mume wa ile aina unataka waweza pata. Chochote ambacho unahitaji kwa haya maisha, nimekuja kujua wapendwa, waweza pata. Nini kilifanya Mungu amjibu Hana wakati huu? Hana akaenda mbele za Mungu. Hakukuwa na kuhani wa kumwambia Ana, wacha nikufanyie deliverance.
Hana akaweka nadhiri akamwambia Mungu, naomba unipe mtoto wa kiume, na mimi ukinipa huyu mtoto atakutumikia. Chochote ambacho unaitisha Mungu ama unataka kwa Mungu kwa ajili ya kumtumikia yeye, lazima atimize. Mpe Yesu makofi. Lazima atimize kwa ajili. Angalia sababu ni, hebu angalia vile aliweka covenant yake. Sio hizi covenant watu wanaweka leo kwa sababu ya tamaa. Nibarikiwe ili watu wote waone hata mimi natumianga akili. Nibarikiwe ili ndugu zangu watambue wao si kitu. Nibarikiwe ili hata mimi watu waone naweza endesha gari. Mungu vitu kama hizo wanga haingili. Hata kama ni hitaji haingili. Lakini wakati unaweka nadhiri mbele ya Mungu ndani ya moyo wako, Mungu nikumbuke. Hana akajua siri. Hakusikiza vile anachekwa, hakusikiza vile anadharauliwa. Wapendwa, sikiliza, pamoja na kwamba alikuwa anadharauliwa na anaumia ndani, bado hakuacha kufuata Mungu. Wengi wamedharauliwa akaambiwa ate unaombaga. Watu wanaomba wanakaanga kaa wewe. Ati unatafuta Mungu. Ati angalia huyu mtu ati uko na Mungu. Na kweli watu wakikuangalia wanauliza gai, hata kaka mtu kako na Mungu wake. Haka venye kanaka. Hakana pesa, hakana kazi, hakana mbele, hakana nyuma, haka. Kama mtu kanakopa mpaka fia. Uniambia hayo maneno vile yanaumiza. Sasa Hana alikuwa kwa hiyo hali, lakini haikumstopisha kumfuata Mungu. Penina akawa anacheka. Wapendwa, wacha kusikiza watu ambao wanacheka kwa sababu ya shida yako, kwa sababu Mungu yupo. Na nimekwambia Mungu, the Lord shall remember you. Mpe Yesu makofi. Mungu atakukumbuka. Mungu atakukumbuka. Mimi nakwambia Mungu atakukumbuka kwa hiyo hali. Hii sauti naomba ingie ndani ya moyo wako. Usisahau popote unatembea, ujiambie Mungu atanikumbuka. Lakini weka nadhiri kile unataka Mungu akufanyie. Mwambie Mungu kwa moyo wako. Mtumishi wa Mungu anaitwa Elikana. Huyo ndio alikuwa yule Eli, mtumishi wa Mungu Eli. Alikuwa amekaa pale. Yeye alikuwa anaona Penina akiingia kwa kanisa anaomba, lakini maneno hayatoki. Anaona tu Hana akifanya tu. Eli akafikiri kwamba Hana ni kulewa amelewa. Na ni mchungaji. Lakini alimisunderstand. Wewe ambaye unakimbia kupata misaada kwa wanadamu, si unaona wanadamu wote wanafanana? Eli ni mtumishi wa Mungu, lakini akiona Hana anaomba, mdomo inafanya kwa sababu hakuwa anasikia kile Hana anasema. Alikuwa anafikiria Hana amelewa. Akamwambia, we Hana, hii mambo ya ulevi unalewa hii, utakuwa unalewa mpaka lini? Si wachane na ulevi. Kwa sababu hakujua uchungu ulio ndani ya moyo wa Hana. Biblia inasema hivi wapendwa, uchungu wa moyo ni mtu mwenyewe huaga anajua uchungu ambaye anapitia. Hebu naomba ulisomea hapo mtumishi wa Mungu. Hebu angalia. Hey. God shall remember you. Nakwambia tena Mungu atakukumbuka. Hebu mtumishi wa Mungu some kitabu cha Mithali. Unaposoma mstari wa 10. Mstari wa 10 hapo inasema, naye mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana akalia sana. Unaona? That first Samuel chapter 1 verse 10 inaongea kuhusu hali ya Hana jinsi ilivyokuwa. Alikuwa na uchungu, lakini hakuishia hapo kwa uchungu. Wengi wameishia kwa uchungu. Kwa sababu na uchungu, unaishi na uchungu mpaka unajiua kwa sababu ya uchungu, mpaka unafanya mambo kwa sababu ya uchungu, mpaka unajiwachilia maisha freestyle kwa sababu ya uchungu, unaingia kwenye madawa ya kulevya kwa sababu ya uchungu, unaingia kwenye mipango ya kando kwa sababu ya uchungu, unaingia kwa wizi kwa sababu ya uchungu. Sababu uchungu wako usipojua jinsi ya kudeal nao, uchungu wako utadeal na wewe. Uchungu wako utakumaliza. Sababu uchungu ni silaha ambayo shetani hutumia kuharibu. Ndio maana neno linasema kwenye kitabu cha 1 Peter, hapo kuna mahali linasema, wanaume mkae na wake zenu kwa akili, na msiwe na uchungu ndani ya mioyo yenu kwa ajili yao. Msiwabebe na uchungu. Tu akiwa na uchungu hakuna kitu anasikiaga. Anatakaga tu kufanya mabaya. Mwa kuona watu wamekosana,
mmoja na uchungu, unasikiaga tu utaua mtu. Uchungu, mtu anakufuta kazi na saa hiyo ni end month, hauna rent. Chungu, unasema hata unaona kama utamuua ama utamfanyia kitu kibaya. Uchungu, uchungu wapendwa, matokeo ya uchungu si mazuri. Sasa Hana alikuwa na uchungu kwa sababu yale maneno amesikia. Yale maneno amesikia, Penina anamtukana. Yanakaa ni kama maneno ya kweli anavyomwambia, kwa sababu ilikuwa kweli. Sometimes maisha tunayopitia ni reality. Ni kweli hauna kazi, kweli hauna pesa, ni kweli kumeenda hivi, ni kweli kumefanyika nini. Lakini huo uchungu wapendwa, unapeleka wapi? Huo uchungu, hata ukiwa na uchungu, unakusaidia nini? Umewahi kuanza kuhusu uchungu kama unakuongeza? Uchungu waga uongezi mtu, unampunguza. Sikiliza, Hana mpaka hakuwa anakula. Si ati hakukuwa na chakula. Chakula inawekwa, lakini kwa sababu ya uchungu. Uchungu unafanyaga mtu hata akiona chakula, hata ukiwekewa nyama ya kuku imekaangwa vizuri aje, unaona ni kama mbwa, nyama ya mbwa. Uchungu inafanyaga chakula ikiwa ukiwekewa chakula kizuri unasema hakina chumvi. Umewahi kudili na mtu ambaye ana uchungu? Hakunaga kitu wanga ana appreciate. Akikunywa maji anasema hii ni baridi sana. Ukileta moto ni moto sana. Ukileta katikati anauliza kwani hakuna baridi? Hakuna kitu. Hafurahi. Akikula chakula asikii taste ya chakula. Hiyo ndio sign moja ya kujua mtu ana uchungu kwa maisha. Hata kazi unayofanya huwezi kufurahia. Unafanyanga tu juu unafanya. Kwa sababu hauna option ndio unafanya. Mtu wa uchungu. Mtu wa uchungu yani wapendwa, Mungu atusaidie. Kitu ambacho ni kitu cha uchungu ni kitu kibaya. Hawezi kufurahia mume wako wala mke wako. Unakaa naye kwa sababu ni mwanaume tu na ni mwanamke. There is nothing good you see. Watoto yani hata watoto. Mwewe kuna mtu ana uchungu. Mpaka mtoto akimuuliza, "Mom ama daddy ninunulie sausage." Wewe, nani alikwambia tunafanyia kazi sausage? Kwani kazi yako unafikiria sausage? Mpaka watoto wake anarusha uchungu kwao. Katoto kameuliza vizuri. Lakini kwa sababu ana uchungu, wewe sura kama ya baba yako, sura kama ya mama yako wewe. Hivyo ndio uchungu unafanya. Uchungu unafanyaga unaona kila mtu ni pepo around you. Kila mtu ni shetani. Hata wale wanataka kukusaidia unaona ni mashetani. Hata mtu akija kwa njia mzuri. Uchungu unafanyaga ukiingia kwa gari umekanyaga mtu bahati mbaya. Wewe kwani uoni? Wewe unakaje? Kumbe amebeba uchungu wa kwake nyumbani. Na wewe ni mwanaume umemkanyaga, na yeye ni mwanamke. Anakumbuka bwanake na anakumbuka alisema ndani ya moyo wake wanaume wote ni kama mbwa. Anataka kulipisha kisasi na wewe. Muizi anakuja kukunyang'anya akikumbuka vile ambavyo ana njaa na unakatalia simu yako si yake. Anakugonga na nyundo unakufa. Uchungu. Mungu atusaidie na uchungu, atuepushe. Nataka useme na maneno yako, Mungu nikomboe kutokana na uchungu wowote. In Jesus name. Sema amen. Mpe Yesu makofi. Hata hako ka uchungu kadogo, hako unakasikia hako. Mama yangu alifanya, dada yangu alifanya, mke wangu alifanya, pale kazini walifanya, ndugu yangu alifanya. Hako ka uchungu, matokeo yake sio mazuri. Kwa sababu kwa maisha haya wapendwa, hakuna kitu wanga hakikui. The nature of this life wapendwa, nature. Unaona hii nyasi hakuna mtu alipanda, ni Mungu aliweka. Na hii nyasi, sikiliza wapendwa, hata ikikanyango iche aje, according to the way God created things, hii nyasi ikiwachwa utakuta tu imekuwa. Kwa sababu Mungu aliumba kila kitu kukua. Na ndio maana nakwambia hata maisha yako wapendwa, vile ambavyo mambo yanakuwa, hivyo ndio maisha yako bado yatakuwa. Mpe Yesu makofi. Haya manyasi hayahitaji kutabiriwa. Haya manyasi hayahitaji utabiri. Haya manyasi tukiacha yatafika hapa. Hata yakikatwa tena yanamea. Usifikiri haya ni manyasi ya kwanza. Kabla ya sisi tuje hapa, kabla ya wale wengine wakuje,
haya manyasi yamekuwa yanakuwa. Kuna watu wengi waliondoka wakaacha, bado manyasi iko, wengine lakini inakuwa na hakuna mtu anaimwagilianga maji. Itakuwa maisha yako. Sasa hiyo inatosha. Nature inatosha kukufundisha wapendwa ya kwamba wakati uko katika haya maisha, Mungu ametuumba naturally ili tukue. Mpe Yesu makofi. Hii nyasi leo inaweza kanyago. Nisikilize nikwambie kitu kinakusaidia ili uelewe haya maisha. Yesu anaposema msijisumbue kwa neno lolote, anajua kile anasema. Hii nyasi inaweza kanyagwa, inaweza kuchomwa. Si unaona waga tunakanyaga, angalia kama hizi saizi imekauka. Angalia, hii nyasi watu wanalala, wengine wanaikojolea, wengine wanaipupulia, wengine wanaikata, wengine lakini bado inazidi kuwa. Hivyo ndio Mungu ameumba. Hawezi kukatwa mpaka usikue. Mpe Yesu makofi. Nakwambia God shall remember you. Utakuwa. Lazima utakuwa. Sababu ni nature Mungu ameweka. So nimekuja nikwambie hivi wapendwa, unajua waga hatufuati maneno ya watu. Tunafuata neno la Mungu. Kitu ambacho kinasumbuaka watu wengi, wanafuata maneno ya watu. Kifuata watu wengine watakwambia ulirogwa, wengine watakwambia sijui nini, mambo mengi. Watu wako na mashida mengi sana wanaweza kukuweka kwa maisha. Na shida ya watu ni watu kufuata mambo ya watu na si mambo ya Mungu. Hana hakufuata mambo ya Penina. Sababu Penina alikuwa anamcheka. Penina alikuwa anamuonyesha shida ya vile wewe hauna mtoto, kila saa unaenda kutafuta Mungu, angalia vile maisha yako, I am better than you, wewe hamna kitu uko nacho. Anamcheka. Sasa Hana angezidi kufuata maneno ya Penina, uchungu kwa maisha yake ungezidi kuwa. Watu wengi mbona wamevunja ndoa zao juu ya kufuata maneno ya watu. Ukiona mke wako anakutukana, achana naye. Acha aongee. Ukiona mume wako anakutukana, wewe acha aongee. Wacha kufuatilia maneno yake. Ni siri kubwa sana. Ataongea, mwisho atajiona mpumbavu. Lakini ukifuatilia maneno, kile ambacho waga inazaa kitu kiovu. Ataongea ubebe maneno, aongee ubebe maneno, ujikute umechukua stove. Ujikute umechukua stove, umemwekelea kwa kichwa. Ni nani mjinga? Ni wewe unaenda ndani maisha yako yote. Mungu akusaidie. Usikubali kuongozwa na uchungu kwa neno lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni siri kubwa sana hiyo. Usikubali kuongozwa na uchungu kwa maisha yako. Hebu angalia. Nimekwambia yapo matumaini. Na nimekwambia God shall remember you. It doesn't matter how long. Wapendwa, kitu kile kinasumbua watu sasa hivi ni kwamba they wonder when will God come in their lives. Watu wengi waga wanajiuliza Mungu kwa hii hali ataonekana lini? Hilo ndio swali waga linasumbua watu wengi. Hebu angalia wapendwa nikwambie. Na ndio maana unaona hapo hata ibada za vituko zinatokea. Hapo ndio mafuta ya uongo inatokea. Hapo ndio maneno ya uongo na utabiri wa uongo unatokea ambao unaumiza wengi. Sasa unakuongeza uchungu zaidi. Afadhali ungekaa na uchungu wako na huo uchungu wako upeleke kwa Mungu kama Hana. Ungepata suluhisho. Wengine wakaenda kwa waganga, wengine wakatafuta njia zingine, wengine wakatafuta watabiriwe huku na kule, wakajikuta uchungu umezidi. Alikuwa anatafuta kazi, lakini sasa amekutana na mauti. Amekutana na kifo. Sikiliza nikwambie wapendwa. Hana si ati hakujua kuna mtumishi wa Mungu. Alijua kuna mtumishi wa Mungu Eli. Lakini yeye alikuwa anaingia anaenda anatafuta Mungu kwa moyo wake. Kwa sababu kunayo nguvu wakati unaweza kumtafuta Mungu na moyo wako. Biblia inasema Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Mpe Yesu makofi. Aonaye kwa siri. Sio lazima mtu ajue hata unamtafuta Mungu. Cha kizazi ya leo watu hawajui wengi. Kwa sababu wapendwa, acha nikwambie, kila mmoja anayo nafasi ya kumtafuta Mungu na kukutana na wema wa Mungu. Hana akamtafuta Mungu, akawa anamlilia. Si alikuwa na uchungu? Wewe najua una uchungu labda fulani kwa maisha yako. Wewe uchungu wako si Mungu yupo. Eli hakumsaidia Hana. Eli alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini hakumsaidia Hana. Hakuna mali alimsaidia Hana.
Hakuna mahali alimtabiria Hana. Eli aliongea neno fupi sana, kama hili neno ambalo nakwambia sasa, ambalo ni msaada wako. Na wengi hawatakagi kusikia hili neno ambalo ndio msaada wao. Wao wanataka msaada. Hana akawa anamlilia Mungu. Nafasi ya mtu na Mungu, wapendwa, haiwezi kuwa covered na anybody. Lakini kitu ambacho nimekuja kukwambia wapendwa ni kwamba hivi kunayo matumaini. Sasa mstari wa 10 hiyo nimesoma inasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana akalia. Hakuenda kwa Eli, alimuomba Bwana. Alijua kuna mchungaji, alijua kuna mtumishi wa Mungu, lakini Hana alienda kwa Bwana akalia uchungu wake. Alikuwa anamlilia Bwana, anamwambia kuhusu maisha yake. Kama vile waweza kumlilia Mungu, unaambia Mungu kuhusu yeye, Mungu sina kazi, Mungu sina hii, Mungu ndoa yangu inaleta shida, Mungu hivi na hivi. Hivi ndio Hana alifanya. Alikuwa na uchungu. Wengi wameishia katika kubaki tu na uchungu. Hawamlilii Mungu kwa uchungu wao. Wanakaa tu hivi. Wengine wanaenda wanatafuta, labda nikienda huku nitasaidika, wapendwa. Labda nikienda hii kanisa, labda hii hawaombi vizuri, wacha niende ile watu wanapigaga nduru, hapo labda ndio nitasaidika. Wanatoka wanaenda huko, wapendwa. Hivyo kama ni mandoa, watu wamehama. Unaoa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Kama ni mabwana unabadilisha kwa sababu unataka kumaliza uchungu. You are fighting the pain ambayo umepitia kwa ile ndoa. Lakini at the end bado unakuta uko katika uchungu zaidi kuliko mwanzo. Watu wamebadilisha makazi wakitaka kusettle the pain. Ati hii kazi iliisha yote, nikasema sitaifanya tena kwa sababu niliumia, nilikuwa nimeinvest, kila kitu kikapotea. Nikasema sitawahi tena kufanya kazi kama hii, wacha nijaribu hii. Ukikuja hapa unakuta bado kuna challenge. Wapendwa, let me tell you, hakuna mahali hakuna challenge. Hivyo sasa hiyo uchungu, wapendwa, it is a spirit. Uchungu unakufuatanga everywhere you go. That is why you have to conquer the pain in your heart. You have to conquer bitterness. Wapendwa, waweza toroka shida, lakini huwezi toroka bitterness. You can never run away from yourself. Bwana Yesu asifiwe. You can never run away from yourself. Leo nikikukosea ama unikosee, nitabeba uchungu, nitakubeba. Hata nikienda America, hata nikienda South Africa, I cannot run away from myself. Lakini wakati nitashinda, niseme huyu nimemsamehe, huyu nimemwacha, huyu si, I am free. Mpe Yesu makofi. I am free. So Hana alikuwa anajua ako na shida na anahitaji mtoto, na reality ilikuwa inasema Penina ana mtoto na we hauna. Unajua hiyo ndio sauti inakujianga wengi. Hebu angalia wale wote ulisoma na wao, they are better than you. Hebu jiangalie. Unaangalia, shetani anakupeleka na kuonyesha, unaona, na kweli ukiangalia that is the reality. Some of the people they are driving, wewe bado unapiga route 11. Some of the preachers ulianza now, they have big churches. Nakwambia ni challenge kwa kila mtu, everyone. Wewe bado uko tu pale. 2 people, 3 people, 1 person. How discouraging is it? Very discouraging. Kuna sauti inakwambianga hebu jiangalie. Wewe unaenda wapi? Angalia. Unaona hata umekaa, unaona hata katika jamii, unaona mama anaweza kukupigia ka story, anakuambia hebu angalia wale wengine wenye tuliteseka na wao. Sasa wamejenga kwao, sisi hata hatuna kitanda. Tunaenda wapi? Bwana anaanza kugongwa na stress. Unaona? That is a Penina. You need to know. So usipoelewa utakuwa unahangaishwa na mambo ambayo haya make sense. Angalia wenzako wote, they are alive. Can you compare to yours? Wapendwa, do you know, haya maisha kitu nimejifunza. If you try to compare yourself with someone else, they are always better than you. Karege bini kikuangalia, you are better than me. Na wewe ukiniangalia, I am better than you. Sasa watu waka hawajui hivyo. Everyone is always better kwa macho ya mwingine. Mpe Yesu makofi. Saizi kuna tajiri anasema afadhali yule maskini analala pale Green Park. Na wewe ukiwa hapo unawaza, unasema afadhali yule tajiri yuko Muthaiga. So it is a issue of the mind.
Ukiona mtu anafanya biashara, unaona customers wanakuja, wewe unaona tu watu. Lakini hujui kile kiko ndani ya huyo mtu. Huyo mtu labda hata anasema, "Na hii biashara hata inisaidie." Wewe ukimwona unasema, "Wa, siku nitaweka biashara kama hii." Huyu jamaa yuko mbele sana. Kumbe mwenzako ndani anasema, "Na hii kitu nitafunga aje. Na nikifunga nitakula, hii kitu inanikula, inisaidie." So, the issue of the mind huaga inatusumbua. But unapoelewa issue ya maisha haya wapendwa, if you find a place to sleep, hata kama si nyumba, hata ukilala nje, you are comfortable. Mpe Yesu makofi. Bora usingizi. Unajua kuna mtu yuko Kenyatta, yeye shida yake, ugonjwa wake ni amekosa usingizi. Yana shida yake ni usingizi. Yeye anasema hata kama hakuna nyumba, nikiweza tu kulala tu, hilo ndio ombi lake. Nipate usingizi. Amekunywa dawa zote, Piriton, nini? Usingizi haikuji, anakaanga tu hivi. Halali. Kini wewe, ile nafasi Mungu amekupa, unaweza kulala usingizi mtamu, bado una complain. Si unaona, it is about here. If you understand this life, hautajisumbua atakuwa tajiri ama maskini. Kitu utajua cha maana ni kuwa na Mungu. Mpe Yesu makofi. Nitaridhika nikiwa na Mungu. Nina mavazi, sina mavazi. Nina pesa, sina pesa. Kwa sababu nikiwa niko hai, nina uwezo wa kuwa tajiri. Nina uwezo wa kuinuka. Nina uwezo wa kesho yangu kuwa better. Ndio maana Mungu waga anaongea kuhusu future. Kwa sababu wapendwa, as long as you are alive, hata kama hauna pa kulala, hata kama nyumba imefungwa, there is hope. Mpe Yesu makofi. Lakini wakati umekufa wapendwa, there is no hope. Sasa unajisumbua nini wewe? Nataka tu ufikirie. Hata unakimbia huko, hata nifanyiwe deliverance, maisha yangu iwe better. Hata niendie huko, hata pengine nimerogwa. Sasa Hana, angalia hali ya Hana. Hana akawa na uchungu, lakini akamlilia Mungu. Hebu naomba nikwambie kitu wapendwa. You can share your problem, but you can never share your heart with anybody. Sikiliza, narudia point. You can share your problem, but you can never share your heart with anybody. Hebu mtumishi wa Mungu naomba unisomee kwenye kitabu cha Mithali 14. Proverbs 14. Some verse 10. Amen. Mithali 14 mstari wa 10. Moyo hujua uchungu wa nafsi yake. Rudia tena. Moyo hujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni haisiriki furaha yake. Ngoja nikueleweshe hayo maandiko vile anasema. Moyo hujua uchungu wa nafsi yake. Ni wewe peke yako unajua kile unapitia. Ndio maana leo hata ukipata kazi nzuri, uende kwa ndugu zako waambie, nimepata kazi, ukidansi unafurahi, wanajiuliza, huyu anakuanga na kichwa mzuri. Kwa sababu nao ndani ya mioyo yao, sikiza wapendwa, furaha yao si wewe. Furaha yao ni mioyo yao. Aya, uchungu wako ni uchungu wako wewe. You cannot share your pain with anybody. Ndio mkwambia you can share your problems. Uambie mtu, unajua nyumba yangu ilifungwa, bibi akatoroka, bwana akafanya. Atakwambia haki pole kwa hayo mambo yote. Amekusaidia pain yako. Pain yako inabaki pale pale. Wewe ndio unaumia. Wewe ndio unasema haki sina jamii sasa. Haki sina kazi. Hata ukija pastor atakuombea. Baba tunaamini. Amen. Sema amen. Lakini pain yako ni wewe umebeba. Pastor hajui pain yako. Ndani yako umebeba. Sasa Hana hivyo ndio alijua. Ndio hakubishana na Penina. Akajua sasa sifuatani na Penina, sibishani na Penina. Na hata Eli ambaye ni mtumishi wa Mungu sitamsumbua. Pain yake akaimwaga kwa Mungu. Na akatengeneza nadhiri na Mungu. Alipomaliza kufanya hivyo, alipokuwa anatoka, kwa sababu Eli alimuongelesha, akamuuliza, we mama unalewa nini? Akasema sikulewa, nalewa. Mimi si mtu mbaya. Mimi kumbe ulevi ni kitu kibaya by the way. Maandiko haya yanaonyesha ulevi ni kitu kibaya. So unaona,
Eli alipomapproach nani? Alipomapproach Hana, anamwambia, "Mbona unalewa?" Mtumishi wa Mungu alifikiri Hana ana misbehave. Ameanza kuwa mlevi na yuko hekaluni. Hapo unaongea wale watu wanateteanga kakileo. Wakisema kadogo si kabaya. Unaona? Akamwambia, "Usifikiri mimi nimekuwa mtu mbaya. Ni uchungu wa moyo wangu." Unaona mtu mlevi? Wacha nikwambie wapendwa, usiwafikiria hata mtu atiwaga anaenda kulewa ati kuna kulewa kwa raha. Hakunanga raha. Hata ukiona mtu ni bilionea na analewa, ni stress inakuanga yuko nayo. Ni uchungu. Hakunanga kulewa kwa raha. Mtu asikudanganye, hata unajua mimi nakunyanga tu kadogo kale karaha. Hakunanga raha. Ni kitu kinamsumbua na hataki kukiface. Ndani every drunkard is full of bitterness. Na mimi nakwambia, kila mlevi anakuanga na uchungu ndani yake. Na hiyo ndio waga anajaribu kuifanya nini? Kuisahau. Ndio neno linasema mpe kileo mtu anayekufa asahau mashida zake. Si ati zimeondoka, ni kusahau. Ndio unaona wakati unalewa, kile waga unafanya unasahau, unakaa kama zuzu fulani. Umesahau uko na mke, umesahau uko na watoto, umesahau uko na future, umesahau wewe ni mwanadamu unaishi. Sikiliza nikwambie. Ni vizuri kabla tuseme kulewa ni dhambi, inaanzia wapi? Ni kwa sababu ni jambo linaharibu mwili wako. Ni jambo linaharibu akili zako. Ni jambo linaharibu mwili wako. Sababu mwili wako ni hekalu la Mungu. Mpe Yesu makofi. Sio judgment. Wao wanasemaga usijudge watu. Ati watu, unajua watu wanajitetea. Lakini hiyo haiwezi kukutetea. Hebu angalia. Kwa hivyo tumeona uchungu wa moyo. Ni wewe peke yako unajua. Hana akajua hivyo. Ndio akampelekea Mungu. Akamwaga moyo wake, akafanya nadhiri. Alipokuwa anatoka sasa, ameongea na Eli. Eli akamwambia, Mungu. Sikiliza vile Eli alimwambia mtumishi wa Mungu. Akamwambia nenda na amani. Akamwambia nenda na amani. Mungu atimize. Hakusema mimi nitatimiza. Alimwambia Mungu atimize haja ya moyo wako. Mpe Yesu makofi. Kwa sababu Mungu ndio waga anatimiza. Eli hakumwambia kuja hapa mama, piga magoti, leo ni leo, lazima Unajua wakati mwingine tumetrainiwa ni kama ili Mungu afanye lazima kuwe na sarakasi, kuruka juu, kupiga nduru, kukimbia, makelele mingi. Hakuna. Najua hichi kizazi tumetrainiwa hivyo. Ili mchungaji aitwe the best international preacher, lazima wewe unapiga watu makofi. Pokea. Lala chini. Inuka. Hivyo ndio inaitwa international. Lakini hiyo hakuna kitu kama international na local. Issue is the working of God. Mpe Yesu makofi. Hallelujah. Hata katika kuomba, wapendwa, wengi walifundishwa ni kama kuomba ili Mungu asikie lazima uombe maombi kilomita 10. Biblia inasema mnapoomba msiwe kama watu wa mataifa ambao wanafikiri kwa wanapayuka. Wanafikiri kwa maneno yao mengi ndio Mungu atawasikia. Kumbe sio maneno mengi. Ni ukweli wa moyo wako. Mpe Yesu makofi. Ukweli wa moyo wako. Unapoleta moyo wako kwa Mungu jinsi ulivyo, naye Mungu anasikiliza. Naye Mungu anakusaidia. Naye Mungu anakukumbuka. Nimekwambia kunao matumaini. Wapendwa, kunao matumaini. Usikubali kufa katika uchungu wako. Kuna suluhisho. Hebu mtumishi wa Mungu nisomee kitabu cha Ayubu 14:7. Inasema yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipuzi yake hayatakoma. Wapendwa, nimekwambia haijalishi. Nimekuonyesha mfano wa hii nyasi. Ndio kakwambia the Lord shall remember you. Mungu atakukumbuka. You don't need an extra voice. Ili hata hichi nakwambia wapendwa, sio utabiri mpya. Nilikuwa naambia mahali watu, nawaambia hivi wapendwa, whatever mtumishi wa Mungu waga anaongea, it is not a new prophecy. Hakuna kitu inaitwa new prophecy. It is all that Mungu tayari alishatoa utabiri wote. Mpe Yesu makofi. Men of God, tunaongea kile Mungu alifanya nini? Alisema. We are not bringing a new prophecy.
Wengi wanafikirianga prophecy ni kuambiwa now I can see you are going to America right now. You are going to America. Start preparing your visa now. I can see a woman. Her name is I can see her name. I can hear her name. Nasikia jina anaitwa nani? Nasikia jina. Nasikia. Watu wanapenda sana hii mambo. Wacha nikwambie. Let me tell you. Utabiri si hiyo. Chochote ambacho unasikia mtumishi yoyote ananena kuhusu maisha yako, chochote Mungu alikwisha nena, ni wewe ndio hujaamini. Mpe Yesu makofi, umenielewa? Because wapendwa, when we preach Christ, we preach God, not ourselves. Ndio maana unaona Eli hakumwambia Hana maneno mengi, ati leo ninakufungua, leo ninakufungua. Alimwambia Mungu atimize haja ya moyo wako. Alimwambia Hana, nenda kwa amani. Hana hakuwa anakula. Siku hiyo alivyoenda, sikiliza uone vile inatakiwa. Siku hiyo alipoenda akajiambia leo ni leo. Hakuwa anakula, akaamua kula. Hana akakula, akala. Akashiba. Naye mume wake Elikana akamwambia, "Hi baby, una mpango gani leo?" Akamwambia, "Leo ni leo. Mungu yupo. Tumwamini Mungu." Baada ya ametoka, ameambiwa nenda uwe na amani. Sikiliza, shetani ameiba imani ya wengi. Amani ya wengi. Ati huwezi furahia kazi yako, huwezi furahia mke wako, huwezi furahia mume wako, huwezi furahia watoto wako, huwezi furahia maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu unaishi nje. Kwa nini? Kwa sababu hauna rent. Kwa nini? Kwa sababu hauna kazi. Kwa nini? Bibi alitoroka. Kwa nini? Hauna watoto. Sikiliza wapendwa, jipe amani, because the Lord shall remember you. Mtumishi wa Mungu Eli akamwambia, nenda kwa amani, enda ukule, enda unywe. The days, na Biblia inasema hivi, Hana alipoondoka pale akaenda kwake, siku hiyo akala chakula. Upendo wa Biblia inasema usura yake ikabadilika, akaanza kuwa mtu wa kutabasamu. Alikuwa mtu wa huzuni, mtu amekaa serious, sura imekunjamana, hawezi smile. Yohanabi wako kwa hiyo maisha anakufinya mpaka unasikia umekaa hivi. Mpaka hata mtu anaweza kufikiria uko 70 years na uko below hata 20. Wapendwa, kwa sababu ya shida, sikulaumu, sikublame wapendwa. I have seen the men of God. Nimeona watu ambao wanamtumainia Mungu wapendwa, wanakaanga vijana, wanakaanga ni watu wako shule. Wapendwa, kwa sababu wanamjua Mungu. They don't carry anything. Unaona akitembea na kaa glorious. Mtu amefika 40 lakini anaambiwanga wewe uko chini ya 18. Siku moja nilikosea nikavaa shati ya blue na trouser ya blue na tai ya blue. Mtu akafikiria mimi ni mwanafunzi. Akaniuliza, "Mmefunga shule?" Nilikosa jibu la kumwambia. Nilishindwa kumwambia mimi ni baba. Nilishindwa kumwambia niko na mtoto. Nilishindwa kumwambia niko na watoto. Mimi ni baba. Na kamiaka pia kameenda. Siko under 40. Akaona haka nika kijana. Angalia. Kwa sababu wapendwa, the glory of God haubebi mambo. That is it. Lakini wapendwa, unapobeba mambo, uchungu. Hebu angalia Hana. Siku hiyo hebu nikusomee uone hapa. Very interesting. Kumbe wapendwa, miaka si uzee, wala uzee si miaka. Hebu ngoja nikusomee uone kitu hapa. Ngoja nikusomee kidogo tu kuonyesha ile andiko muhimu sana. Uone ni vizuri kumjua Mungu. Joana shawishi watu, vijana, wamama, wazee, juana na Mungu, acha mambo mengi. Hii dunia haiwezi kubadilisha kitu, lakini Mungu anaweza kukubadilishia maisha wewe. Lakini hapa duniani you cannot change anything. 18 nasema hivi, naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanaume akaenda zake, huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Mpe Yesu makofi. Uso wake haukukunjamana. Kwa hivyo mwanzo Hana alikuwa anakaa kama kashocho, alikuwa hivi.
yuko serious. Sura imekunja kwa sababu ya nini? Uchungu wa moyo. Kumbe uchungu wa moyo, kumbe uzee uko katika ndani. Uzee sio nje. Usikubali kuzeeka moyo. Kumbe uzee wa moyoni ni uchungu. Mpe Yesu makofi. Umenielewa? Usikubali kuzeeka moyoni. Alikuwa amekunja. Kumbe moyo unafanya hata sura. Ni Biblia inasema, kumbe moyo ukikunjika sura inakunjika. Asingependeka. Unaona mtu unatembea msichana mrembo lakini ndani amejaa uchungu. Watu wakikuangalia wanaona huyu anakaa ghost. Now you are wonderfully and fearfully made. Mrembo lakini because of bitterness in you. Jamaa mzuri. Hebu angalia. Lakini ndani umejaa uchungu mpaka ukienda kuuliza kazi, bosi anakuangalia anaona kama utavuka na shingo yake. Anaona vile hata unauliza jinsi ambayo unauliza, wewe nani? Kuna kazi? Bosi anaangalia anasema hapana, huyu ametumwa. Anasema hakuna. Angalia, kuna kitu nakwambia, because ndani inside, kwa sababu ile roho unabeba ndani, wapendo, waga inakupresent. Sio kile kiko nje. Ile roho umebeba ndani waga inakupresent. Ndio unaona ukiwa mahali unaendaga, hata sisi tunaendaga mahali unakaa, unasikia mtu anakuambia na unakaa pastor. Hakujui? Haujawahi kumuona. Na unakaa umeokoka. Na unakaa wewe ni mtu mzuri. Haujawahi kutana na mtu. Lakini mwingine unaangalia tu hivi unaanza kuogopa. Moyo inaanza kuvibrate. Umewahi kuona mahali unatembea hivi ukiangalia nyuma unashuku na unasema na yule mtu ni mwizi. Anakaa kama mwizi. Unasikia yule mtu anakaa kama mwizi. Because what is inside waka inakuwa represented out. Sasa Hana akaacha kubeba uchungu wake sasa. Ameenda kwa Mungu, akaenda, Biblia inasema akala. Sema akala. Akala. Unafikiria ukijinyima ndio maisha itakuwa mzuri? Kuna watu wanajipa stress, wanajisumbua. Hata sitakula kwa sababu Bwana alienda. Sitakula kwa sababu Biblia. Sitai. Ndio unaona mtu anaangalia uchungu. The more unaendelea kuwa na bitterness, unaangalianga hata hali yako hata physically inadhoofika. Umai kuona hata mlevi vile anaanzanga anasema ni raha, angalia anaenda mahali unaanza kuona mtu ameanza kuwa mchafu. Mtu alikuwa anaoga sasa aogangi. Mtu alikuwa anapiga mswaki sasa hizi piga atijua. Unajua stress na uchungu inafanyanga mtu hata asibrush. Ukisema watu wanatoroka. A process. Sasa hayo ndio Hana alikata. Huyu mtu imagine hakuli, mwili yake itakaaje? After a very short while kama hakuli, pengine alikuwa mtu ana mwili mzuri. Nataka tuongeleshane wapendo. Nikwambie mahali tunakoseaga. Kama sasa Hana si ati hakuna chakula, kipo lakini hakuli. Pengine sasa bwana yake yeye alikuwa ameoa mwanamke ana afya mzuri. Alafu kwa sababu ya stress sasa aanze kukonda. Aanze kukaa kasilimshedi. Mpaka bwana yake aanze kuona naka kama mtu kanaanza kukaa aje siku hizi. Bwana anakosa hamu na yeye. Anasema haka sasa. Kwa sababu ya nini? Bitterness. Hiyo jamii itasimama. Kwa sababu ya kitu kidogo, bitterness. Usikubali bitterness kukuua. Because the Lord shall remember you. Inasema hivi, sikiliza. Naye akasema mjakazi wako, naone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Mpe Yesu makofi. Usikubali uso wako kukunjamana. Kunayo matumaini. Tumesoma Ayubu 14 mstari wa 7 inasema yapo matumaini hata mti ukikatwa. Hata kama umepitia hali gani, it is possible. Sasa hebu imagine siku hiyo wapendwa, the Bible says siku hiyo walipoenda wakakutana na mume wake. Biblia inasema walipokutana na mume wake. Kumbuke alikuwaga bado mume wake. Hizo nyakati zote walikuwa wanakutana na hakuna mtoto. Round hii nini kilifanya mtoto apatikane? Ni yule bwana, ni yule mke. Hajabadilisha. Kuna wakati Mungu waga anatafuta wapendwa our intimacy with him. Kuna watu maisha yao imefungwa si kurogwa.
Unajua wapendwa, tuliumbwa tuabudu Mungu. Mtu asikudanganye. Mimi sitasema vitu juu wengine wanasemaga. Nitasema kulingana na neno la Mungu. Kuna watu ambapo maisha yao, unaona wapendwa, kwa maisha ukiona unafungwa, kwa maisha ukiona unapitia challenge, usianze kutafuta ate dada zangu aliteseka, ndugu zangu aliteseka, anti yangu aliniendea, kwetu kuna warogi. Usitafute huko. The first thing, tafuta uhusiano wako na Mungu, kwa sababu Mungu akikufunga, shetani hawezi kufungua. Wapendwa, unanielewa? Nasema Mungu akikufunga, kwa sababu hauna ushirikiano naye, shetani hawezi fungua. Hakuna pastor anaweza kufungua, hakuna ushirika unaweza kufungua. Lakini wapendwa, shetani akikufunga, atakufunga aje na una Mungu? Hawezi, hana mamlaka. Mpe Yesu makofi. Unaona, kwa hiyo kitu cha maana, maeneo mengi kwa maisha yetu tunapofungwa, tusiangalie shetani. Sikiliza, Mungu alimfunga Hana. Ni nini Hana alikuwa amefanya? Nini alikuwa amefanya? Penina ambaye alikuwa ni mtu wicked, mtu muovu. Ndio maana usije ukaangalia watu ukajifananisha nao. Hata yule mtu anakuwa mlevi na ana utajiri, nafanya nini kwa Mungu? Acha niende huko, hata mimi utashtuka. Utaenda kukufia huko. Sababu Mungu waga anachagua watu wake. Kuna watu hii dunia hauwezi kuwasaidia kwa sababu ni Yona. Watu walikataa Mungu na Mungu anataka kuwatumia. Mtu kama huyo kwa hii maisha anazungukanga. Anaweka biashara kina muramba, anaenda hapa kina muramba, anafanya hii kina hivyo hivyo. Lakini wakati mtu, ndio mbona unaowapendwa, the first thing to fix in this life, kabla ya kutafuta utajiri, kabla ya kutafuta mafanikio, kabla ya kutafuta uponyaji, wapendwa, kabla ya kutafuta miujiza, kabla ya kutafuta maisha mazuri, uhusiano wako na Mungu kwanza. Mpe Yesu makofi. Hiyo itafix shida zako zote. Na kuambia kama mtumishi wa Mungu, wapendwa, when you seek God, utafix mambo yako yote, sio ujinga. Usiangalie wale wicked uone wameendelea. Unajua future ilienda aje? Huko mbele Mungu alipatia mtu Samuel. Mungu alipopatia Hana Samuel, do you know Samuel, sikiliza, Samuel alienda akachukua nafasi ambayo kuna vijana walikuwa pale wa Eli. Vijana wabaya sana ambao walikuwa makuhani, walikuwa wanafanya mambo mabaya kwa kanisa, mabaya. Wapendwa, sikiliza, Mungu amekuwekea nafasi ya ajabu, na hiyo nafasi amekuwekea iko na wicked people. Mungu anatafuta umfuate, ujiconnect na yeye, akupe hiyo nafasi. Mpe Yesu makofi. Akupe nafasi. Kazi yako iko, mke wako yupo, watoto wako. Mtu asikudanganye ati mimi sipatangi mtoto. Sara alipata mtoto akiwa very old age. Wapendwa, Hana ndio huyu Mungu amempa mtoto. The same husband. You don't need to change the husband and wife. You don't need to change a place of work. You don't need to change a profession. Watu wengi wako wanasema labda hii kazi haifanyi vizuri, wacha nitafute hii ndio imetrend. Ni uongo. Ngoja nikwambie wapendwa, whatever you have, kile uko nacho, how useless it is. Hako ka biashara unauza sweet 5, haiko ka biashara si hako. Hiyo biashara Mungu ataonekana hapo. Hallelujah. Kile inahitaji ni that blessing of God on top of what you are doing. Mpe Yesu makofi. Kile unafanya, fanya. The Bible says whatever you find to do, do it with your might. Fanya, kwa sababu haujui ni lipi litafanikiwa. Whatever you find to do. Ni kuosha choo, kuwa na bidii kuosha choo. Usiseme wengine wanafanya kazi kwa ofisi, mimi I want to be taken from a different level. Wachana. Unajua, may God have mercy. Kwanza watumishi wa Mungu saizi kile wanafundisha watu, wapendwa, watu wanakuwa misled. Wengi sana, wengi wanapoteza nafasi ambazo Mungu angewabariki hapo. Wapendwa, the God who blesses here is the same God who blesses there. Mpe Yesu makofi. You know, wapendwa, what you need is God, the true God. Yeye ndio anamtoa mtu kwa umasikini, anamkalisha na matajiri. Anajua njia ya kufika kwa tajiri, wewe hujui. That is how God works. Ndio Hana akajua. Mungu imagine Hana akapata mtoto na maisha yakawa hivyo. Mpe Yesu makofi. Yapo matumaini. Mungu anatembelea situation yako.
God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Usikubali uchungu wako kukuua. Ukisoma kitabu cha Methali, ninapomaliza, Methali 31:6-7, uone vile uchungu unaweza kuadhiri mtu kwa maisha. Biblia inasema hivi, mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea. Umeelewa kazi ya ulevi nini? Kazi ya pombe. Wale wanapewa pombe ni wale wako karibu kupotea. Ukiona unaanza kulewa, ujue uko karibu kupotea. Na najua ni kwa sababu ya uchungu wa moyo wako. Na hakuna wakati uchungu utaproduce good things in your life. Itaproduce mambo maovu. Inasema hivi, mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea. Kampe divai yeye aliye na uchungu wa nafsi. Sikiliza. Kwa hivyo hii ndio status Hana alikuwa nao. Alikuwa na uchungu. Wakati una uchungu wapendwa, the decisions you make. Unaona? Hana uchungu wake aliuleta kwa Mungu. Sawa, kila mtu upitia uchungu. Aliuleta kwa Mungu. Wengine uchungu wao watapeleka kwa ulevi. Wengine uchungu wao watapeleka kwa waganga. Wengine watapeleka kwa marafiki zao. Wengine watapeleka kwa wake zao. Wengine kwa ndugu zao. Wengine kwa dada zao. Lakini the more wanafanya hivyo, wanaumia. Ndio maana unaona Penina alikuwa anazidi kumcheka. Penina alikuwa anamcheka Hana kila kitu anafanya. Ndio Hana akaamua kunyamaza. Akaamua kumtafuta Mungu. Hana hakuamua kulewa. Aliamua kumtafuta Mungu. Haleluya! Haleluya! Uchungu wako wapendwa waweza ondoka wakati ambapo una present kwa Mungu. Hebu angalia vile maandiko yanasema. Wapendwa, usikubali kufa. Usikubali kwenda katika hiyo njia kupotea. Kunayo suluhisho. Nimekuja nimekwambia the Lord shall remember you. Mungu atakukumbuka. Hebu angalia mstari wa Mithali. Proverbs chapter 20 verse 1. Tunaongea kuhusu kileo. Kwa sababu mtumishi wa Mungu alifikiri kwamba Hana amelewa. Kwa sababu mtu mwenye uchungu na mlevi hawananga tofauti. Umai kuona mtu anaenda kujigongesha kwa gari. Anaona hii ni super highway, anaona hapa ndio nitakufa haraka. Anatembeanga anaenda kwa barabara. Gari imekuja na 120 na aogopi. Uchungu yao ni 120, yeye anaona kufa. Mlevi sasa unaona, mlevi yao nangi gari. Yeye anaonanga it is well. Hata anaweza jigongesha na akufe na asijue amekufa. Akitokea mahali anatokea ndio anajua, haya huko ni wapi? Uchungu. Umeona? Ndio maana unaona Mungu anasema be sober. Mpe Yesu makofi. Be sober. Face your issues. Uchungu wako ulete kwa Mungu. Ni kweli una uchungu. Watu wenu walikukosea. Maisha yamekukosea, hali zimekuwa ngumu. Lakini huo uchungu wapendwa, it is not the end of life. Bado kuna hope. Tumeona hata mti unapokatwa bado una uwezo kuwa tena. Angalia vile mvinyo waga inafanya. Ukisoma Proverbs 20 verse 1 inasema mvinyo udhihaki. Unajua kudhihaki ni nini? Kudhihaki ni kama vile Penina alikuwa anamfanyia Hana. Atakana katoto anaendanga ati kanisani ati akona Mungu. Angalia venye anaka. Mimi niko na watoto. Dhihaka. Ni kama blasphemy. Alikuwa anamcheka, anamdharau. Ati huyu ni first born kwetu. Yuko na nini? Hata baiskeli hana. Unaona? Hayo mambo yanaumizaga watu. Unaonaga watu wamejikaza. Lakini ukiongea na watu ndio utajua. Sinaongeaga na watu wengi. Si mmoja wawili. Unasikia pastor, mimi kwetu nilitengwa kabisa. Wanajuaga mimi ni nothing. Hata meetings zikiitwa. Sina chochote. Hata nililaaniwa kwa sababu mimi ni maskini. Kwa sababu ya umaskini. Unajua dunia wapendo. Ulitengwa kwa sababu ulionekana haufai. Mume anaona umekaa naye miaka 10 hauna mtoto, anakufukuza. Kwenda huko. Unajaribu kujipigania, woi, kwenda. Anaoa mke mwingine. Usiogope, usitishwe nayo mambo. Wewe wacha aoe, uone. Ni wangapi tuliona walioa wakarudi na paper bag, wakilia, wakisema mke wangu hata kama una mtoto na tukutaka venye huko. Tumeona wengi. Kwa hivyo, wapendwa, usidhihakiwe na uchungu wako. Biblia inasema pombe inadhihaki mtu. Kumbe pombe si rafiki. Inakudhihaki, yani inakufanyanga. Kwa hiyo ukiwa umeweka pombe unakunywa, unafikiri ati yenyewe uanga inakudhihaki. Hebu sikiliza uone hali ya hii. Ndio uone kwa nini ni vibaya. Inasema mvinyo udhihaki.
kileo huleta ugomvi. Sikiliza, ugomvi ni vita. Unaona mtu akiwa amelewa ni matusi tu. Anaweza tukana hata kuku. Anaweza ita kuku ng'ombe hii. Na anaita kuku ng'ombe hii. Akuta hata ng'ombe anaita ng'ombe hii. Na ni ng'ombe. Hakikuta mtu yani wapendwa, unasikia yani this is life. Kile nakwambia ndio hivyo ilivyo, hata wewe unajua kweli. Lakini huyu mtu ndio afiki hapo ni kwa sababu ya uchungu. Uchungu. Alianza na uchungu, labda ndoa yake ina shida, labda amekosa kazi, mama amuelewi, labda amekosa kazi wakwao amuelewi, anaamua sasa hii stress imezidi, wacha niingie tu nilewe. Umeona? Lakini kumbe hata pombe si rafiki, inakudhihaki. Umeona? Inakucheka. Kumbe pombe wanga inadhihaki mtu. Kileo huleta ugomvi, unaanza kupigana. Na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Sikiliza, ni maandiko yanasema ati yule anafanya hayo mambo hana hekima. Unaona? Mahali mtu anaribu, ati yule anaingia kwa hayo mambo ya ulevi hana hekima. Ndio maana unaona Biblia inasema the fear of God is the beginning of wisdom. Ukimjua Mungu hawezi kutembea kwa mambo yasiyo na hekima. Mpe Yesu makofi. Hawezi. Hebu angalia nasema hivi. Unapoenda kwenye kitabu cha Proverbs, na malizia hapo. Proverbs 23 verse 21. Inasema kwa maana mlevi na mlafi huingia umaskinini. Sikiliza. Hakuna mtu mlevi ate tajiri, na hata akiwa tajiri mpe time, atakula mali zake zote. Mpaka kiatu atauza ndio alewe. Mpaka gari alinunua milioni ataiuza 10,000. Wape muda. Unaona? Ni maandiko. Unajua neno la Mungu halibadiliki. Sometimes wakati tunafikiria sisi ni wajanja kuliko neno. Lakini wapendwa, hakuna wakati tutakuwa zaidi ya Mungu. God is not our age mate. Even shetani bado sio age mate wetu. He was there before you and you and you. From generations. Na ndio maana jinsi ya kumshinda shetani ni kumjua Mungu ambaye alikuwa mwanzo. Mpe Yesu makofi. Unapofuata neno la Mungu hawezi kupungukiwa na hekima. Inasema kwa maana mlevi na mlafi ati wanaingia kwa umaskini. Ukisikia wanaingia inamaanisha huyu mtu hakuwa maskini. Lakini kwa sababu ya ulevi sasa anaanza kuwa masikini. Unaona ile hali Hana alikuwa. Ndio maana mtumishi wa Mungu Eli alifikiria kwamba Hana ni ulevi ndio unamfanya afanye vile alikuwa anafanya, mdomo kwa sababu ya uchungu wa moyo. Inasema na utepetevu humvika mtu nguo mbovu. Sikiliza, nguo mbovu. Anaanza kukaa mchafu sababu amekosa matumaini. Wapendwa, nimekwambia God shall remember you. Your pains zipeleke kwa Mungu. Hana pamoja na hayo yote alipitia, alipomlilia Mungu, Mungu alimkumbuka. Mpe Yesu makofi. Hata wewe atakukumbuka hiyo hali unapitia. Naomba tusimame. Popote ulipo mheshimu tu Mungu, simame. Hana alikuwa anaenda kumtafuta Mungu mwaka na mwaka. Biblia inasema kila mwaka kwa mwaka. Hana mtoto na alikuwa anatafuta Mungu. Waga tunatafuta Mungu sio kwa sababu tuna vitu ama hatuna vitu. Tunatafutaga Mungu kwa sababu katika kumtafuta vyote vinapatikana kwa Mungu. Vyote. Yeye ndio kila kitu. Yeye ndio maisha yetu. Yeye ndio amani yetu. Kila kitu unachohitaji unamhitaji Mungu. Popote ulipo naomba usimame kwa kumheshimu Mungu. Naomba tufumbe macho popote ulipo. Umesikia ujumbe wa neno hili. Umeona kati ya yote yale siri ni Mungu. Hana alimlilia Mungu. Hana alipitia uchungu, lakini alimuitia Mungu kwa moyo wake na Mungu akamkumbuka. Na Mungu, chochote ambacho Mungu alikuwa amefunga kwa maisha yake, si shetani. Mungu alikuwa amefunga tumbo la Hana. Maandiko yanasema Mungu alikuwa amefunga tumbo la Hana. Kwa hivyo hata Eli asingefungua. Lakini Hana mwenyewe aliporudi kwa Mungu, alipomwangalia Mungu, akamwagia Mungu uchungu wake. Uchungu wako ni nini? Chochote ambacho kiko uchungu ndani ya moyo wako, ukimrudia Mungu, huo uchungu wote
hiyo suluhisho yote iko kwa Mungu. Uko hapa, labda hujawahi kumpa huyu Yesu maisha yako, na unasema unataka kujuana na huyu Mungu. Huyu ndio the foundation ya kile naongea kuhusu. The foundation of the changing of your life ni Yesu Kristo. Uko hapa, hujawahi kuokoka, inua mkono wako juu tuombe pamoja popote ulipo. Unasema I want to give my life to Christ. Nataka kumkabidhi Bwana maisha yangu. Uko hapa, hujawahi kuokoka, ni nafasi umepewa, nafasi ya dhahabu. This is a precious chance ambayo tajiri alikosa, wewe umepewa. At least uko na mtu wa kukuambia. Kuna watu hawakuwa na watu wa kuambia, wewe unaye. In this new era ambayo Yesu Kristo amefanyika ndio Bwana, unayo nafasi. Inua mkono wako juu popote ulipo tuombe naye. Rudia maneno haya. Nataka useme Bwana Yesu, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Ufute majina yangu kwenye kitabu cha mauti. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo nimeokoka. Nimekiri kwa kinywa. Nimeamini kwa moyo. Kuwa wewe Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Nimemkataa shetani na kazi zake na dhambi zake na uovu wake. Nimekuamini wewe Yesu. Tawala maisha yangu. Tawala moyo wangu. Tawala kila kitu Bwana. Nimekuachia vyote. Nisaidie Baba. Nimeokoka. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, nasema asante kwa huyo amesikia neno lako. Hakufanya moyo wake kuwa mgumu, amekiri kwa kinywa chake na ameamini. Msaidie na umwezeshe. Chochote ambacho kilikuwa kimefungwa kwa maisha yake, ukakifungue Mungu mwaminifu, kwa sababu amekuangalia wewe na amekulilia wewe. Kumbuka watumishi wako wote Baba, wana mahitaji tofauti sehemu zote za maisha yao ambazo Baba zimefungwa kwa sababu ya kukosa uhusiano na wewe Baba, zikafunguliwe sasa, sababu wamefungua mioyo yao kwako Baba, sababu hakika hakuna yoyote anaweza kumsaidia mwenzake isipokuwa ni wewe peke yake Baba, kwa sababu ya kutii sauti yako na kukusikia na kuleta uchungu wao mbele zako Baba. Kuanzia leo wakapokee amani, ni katika jamii zao, ni katika kazi zao, ni katika mapito yao yote, ni katika afya zao, ni katika mili yao. Sehemu yoyote iliyofungwa ikafunguliwe, kwa sababu Baba, wewe ukifunga hakuna awezaye kufungua, na ukifungua hakuna anaweza kufunga. Asante Baba, kwa sababu watumishi wako wamefunguliwa kwa maeneo tofauti ya maisha yao Baba. Amani yako ikambatane nao wanapoenda, wakafanikiwe kwa lolote wanalofanya. Wanaotafuta kazi, wanapoenda kwa amani wakapokea hizo kazi katika jina la Yesu Kristo. Wanaotafuta watoto kwa ndoa zao Baba, kuanzia sasa mbegu zikapandwe kwa uwezo wako katika jina la Yesu Kristo. Ambao wamekaa katika ndoa, ni mume na mke, hawapati watoto, wanapoondoka kwa amani wakaende kula na kunywa Baba, ukaonekanie katika jina la Yesu Kristo. Wanaotafuta kazi, wanapoenda kuuliza kazi, wakakutane na wema wako na fadhili zako katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ, amani yako ikawatawale katika jina la Yesu Kristo. Sura zao zikanyoke sasa, wanapoenda hizo sura za kukunjamana, masura ya huzuni, kujinyima chakula kwa sababu ya uchungu, kuanzia sasa it is the end katika jina la Yesu Kristo. Amani yako na ushindi iwatawale. In the mighty name of Jesus Christ we pray this, believing and trusting. Sema amen. Enenda kwa amani, ule unywe, it is well in Jesus name. Mungu awabariki sana. Yule ameokoka, watumishi wa Mungu wako hapa, kuna Pastor Kelvin atakuhudumia. Kama umeokoka, hata kama ulikuwa mbali, hakikisha tutaona watumishi wa Mungu watakupa guidance, watakuelekeza jinsi ya kufanya. God bless you. Mungu awabariki sana. Amen.